Somo: Bwana akufichulie jama za adui yako. Utangulizi. Katika safari ya maisha, maadui hawafanyi kazi kwa wazi. Mara nyingi hutumia jama za siri, vikao visivyoonekana, mawazo maovu na mipango iliyolenga kuangusha mtu wa Mungu. Lakini tunaye Mungu ambaye hufunua na kuvunja mipango yote iliyofichwa katika giza. Somo hili linatufundisha jinsi Bwana alivyomwokoa Paulo mtume kutokana na jama kali za adui, na jinsi Mungu huyo atakavyokufichulia na kukuvusha salama. Jama ya adui sio mpya. Paulo alikubana naye. Biblia inasema watu zaidi ya 40 walipatikana, wasile wala kunywa hata wamuue Paulo. Hicho ni kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 23 mstari wa 12, ukisonga hivyo kuelekea mstari wa 16. Kitu cha kushangaza, hawa watu walifunga, lakini si kumtafuta Mungu. Waliamua kufunga ili waue. Hii ni ishara kuwa adui anaweza kutumia nidhamu, nguvu na maamuzi mkali ili akudhuru. Lakini habari njema ni hii: Mungu huwakamata wenye hekima katika hiyo hila ya kwenye kitabu cha Ayubu na sura ya 5 kwenye mstari wa 1 ukisoma kuelekea mstari wa 3 hapo utaona vizuri. Somo la pili: Mungu hufichua jama za siri. Wale waliopanga kumuua Paulo walipofika sehemu walishindwa kujizuia, wakaanza kusema hadharani kila walichopanga kufanya kwa siri. Hapo ndipo mjomba wa Paulo akasikia taarifa hiyo. Sio bahati, hii ni kazi ya Mungu. Mungu wetu mbali mwenye haki, mwenye haki aibiki. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 71 mstari wa 1 na Waebrania 13 mstari wa 5b, Bwana alifanya mtu sahihi kwa wakati sahihi asikie na atubu kufichua jama za adui. Hivyo ndivyo Bwana atakavyofanya kwa ajili yako pia. Namba 3, Mungu anaona kila kilicho siri. Adui ana hila na mikakati ya siri, lakini Roho wa Mungu anachunguza yote. Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10. Mungu anajua mipango ya vikao vya siri. Anajua mawazo ya watu wanaotaka kukudharau. Anajua maneno ya nyuma ya pazia. Anajua hatua zinazopangwa kukuangusha, na kabla hajatekeleza, Bwana atakufunulia. Kitu cha 4, ukifunuliwa chukua hatua haraka. Mjomba wa Paulo hakukaa na taarifa. Mara moja akaenda kumwambia Paulo. Kama angechelewa, jama ingefanikiwa. Kama angechelewa, adui angepata nafasi. Angechelewa, mateso yangeongezeka. Funzo muhimu kwako: usikae kimya ukiona dalili au taarifa ya kiroho. Bwana amekufichulia. Chelewesha adui sio ushindi wako. Unapofahamu tu kuwa kuna chuki isiyo ya kawaida, kuna mawimbi ya kiroho usiyoyaelewa, kuna mazingira yasiyo kawaida, fanya haraka kumwomba Mungu, kuomba ushauri, kuchukua hatua na kubomoa mipango hiyo. Jambo la 5, usipuuze vitu vidogo vya roho. Usipuuze vitu vidogo vya roho. Njia moja kuu ya adui kufanikiwa ni kutufanya tuchukulie taarifa za roho kama kawaida. Lakini Bwana akifichua, andika, omba, toa sadaka, achana watu fulani, badilisha ratiba.
achana na watu fulani. Chukua tahadhari, tafuta msaada wa kiroho, usichelewe. Kwa maana kuchelewa kwako ni kufanikiwa kwa ndugu. Hitimisho na maombi. Ni maombi yangu kwako leo. Bwana akufunulie kila jambo iliyopangwa mahali popote dhidi yako. Akufunulie kupitia ndoto, kupitia neno la Mungu, akufunulie kupitia asiyekutarajia, kupitia maono, amani ikitoweka, sauti ya Roho Mtakatifu, na akupe uwezo wa kupangua mapema kabla hajafanikiwa. Hakuna jambo itakayofanikiwa juu yako kwa sababu Bwana ni mlinzi wako. Amina.